Basi mpenzi mtazamaji wa kipindi hiki cha darasa huru la Kiswahili, natumai kwamba popote ulipo umeketi ange mkao wa kula tayari kuelimika ama kupakua elimu ama kupakua manufaa katika jungu hili la darasa huru la Kiswahili. Leo hii nimekuandalia funzo la leo kutokana na methali ambayo inasema kwamba akuangushaye hukufunza kupigana. Akuangushaye hukufunza kupigana, ama pia vile vile akubwagaye hukufunza kupigana. Mara nyingi mtu yeyote akikupiga mieleka ile ama akikubwaga katika pigano lolote, bila shaka hukufundisha ama hukuelimisha jinsi ya kupigana. Ni kutokana na ujuzi wake, mbinu zake na jinsi ama ujuzi wake, jinsi anavyo kukupiga wewe unayepigwa unaelewa ama unasoma. Ni vizuri sana uweze kujifunza kutokana na mbinu zake anazozitumia kupiga, angalau nawe siku moja ukaweze kumpiga mwingine ama ukaweze kufaulu katika jambo fulani. Kwa hivyo masomo mazuri ni yale yanayotokana na changamoto fulani. Upungufu wako usio upungufu wa kuangamiza, uwe upungufu wa kuweza kuelimika ama kuelewa mambo, ili kesho usije ukaangamia na mambo hayo. Katika hali halisia ya maisha, binadamu anaishi kupitia changamoto nyingi, kupitia mambo magumu. Katika yale mambo magumu ama yale mambo muhali, yawe mambo ya kukufunza ama kufundisha. Utokamo katika jaribu fulani ama utokamo katika hali fulani ngumu, iwe funzo ama liwe funzo kwako, ili kwamba changamoto ile itakapojirudia kesho ama siku nyingine baada ya ama siku ya halafu, uwe na ujuzi au yale maarifa ya kuweza kupita jambo hilo. Hii inatuonyesha kwamba binadamu anaishi majaribu na changamoto. Kwa hivyo zile changamoto tuweze kuzikumbatia, ili mradi tuweze kujifunza, ili ule ugumu unaopata unapopitia katika ile hali, ndipo unaweza ama ndiposa unapata elimu ama maarifa ya kuweza kupita katika jambo hilo katika siku za halafu. Kwa mfano, watu wamelalama sana kwamba hali ya uchumi si nzuri, hali ya uchumi haikidhi ama si nzuri vile vile. Basi ni ukweli bayana kwamba uchumi umeporomoka, hali ya maisha imekuwa muhali. Basi lingekuwa jambo zuri sana kwamba tutakapotoka katika hali hii ama uchumi utakapoimarika, nasi tuwe tumepata maarifa ama tumepata mbinu za kuweza kukuza uchumi ule. Manake yale makali ambayo tunayapitia sasa yawe ni mafundisho ama aliwe ni fundisho, upate mmoja ama mawili yatakayokusaidia siku nyingine. Kisha ukipatikana katika hali kama hii, hutaweza kutaabika. Tuweze kujifundisha jinsi ya kuweza kujikimu iwapo uchumi utaenda shaghala baghala ama utaenda kombo.
Basi mpenzi mtazamaji na shabiki shakiki wa kipindi hiki cha Darasa Huru la Kiswahili, kikiongozwa nami nahodha Mwalimu Dennis Mwima almaarufu Mwalimu wa Ulimwengu, sina budi ya kutia ananga ama kukunja jamvi la siku ya leo. Lakini kabla sijafika tamati katika kiwamo chako, kuna pale viungo vyangu jinsi unavyoweza nipata katika kurasa zangu za kimitandao, haswa katika mtandao wa TikTok utanipata Mwalimu wa Ulimwengu, na pale YouTube nina chaneli murua sana, ambapo utapata vipindi hivi kuna msururu wa vipindi hivi vya mafundisho. Unaweza ukapata vipindi hivi pale, ukashare, ukacomment, ili viweze kufikia wengi katika jamii, na hapo ndipo tutakuwa tunafundishana ama tunaelimishana. Basi unaweza ukapata Mwalimu wa Ulimwengu pale kwenye YouTube. Channel hiyo ni nzuri sana, utaweza kuelimika hata na zaidi. Vile vile ukurasa wangu wa Facebook Mwalimu Dennis Mwima, pale pia utanipata, tunaweza tukatagusana moja kwa moja ili tukaweza kufundishana. Kumbuka, ukijua hili na lile ulijue, na jinsi unavyojua jifya moja halinjiki chungu, jinsi mkono mmoja ambapo hauwezi ukalea mwana. Kwa hivyo tunahitajiana, manake meno ya umbwa hayaumani, na ili moto uweze kuwaka lazima tuwe na kijinga, manake kaa ndipo moto uwakapo. Basi ningependa kufika tamati wa kipindi hiki cha leo, hadi tutakapopatana tena inshallah. Mungu akujalie, ashidie na akuridhie. Tutapatana hapa kwenye Darasa Huru la Kiswahili hadi siku ijayo inshallah.